Hey there, karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Hapa kwenye Fungua Neno huwa tunakuja pamoja kama Wakristo, tunafungua neno la Mungu, alafu tunajifunza kutoka kwenye neno la Mungu, tukiamini kabisa kwamba neno la Mungu ndiyo kweli ambayo inatutakasa. Ndivyo ambavyo Yesu anasema kwenye Injili ya Yohana 17:17, watakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Hivyo basi chukua Biblia yako, tufungue neno kwenda kwenye kitabu cha Filemoni. Huu ni waraka, ni barua ambayo Paulo anaandika kwa huyu bwana Filemon. Aliziandika hizi barua 4 ambazo tunaziita the prison epistles. Hizi barua zikawa ni ile barua kwenda kwa Wafilipi, kwenda kwa Waefeso, kwenda kwa Wakolosai, pamoja na hii barua kwenda kwa Filemon. Kitabu kifupi sana, ni sura moja tu, na tumekuwa tunaangalia kwenye hii series verses mbalimbali ambazo zimetangulia, na kwenye hii episode tunaenda kuangalia mstari wa 10. Utakumbuka kwenye episode iliyoisha Paulo alikuwa anamwambia Filemon kwamba ana kitu anataka kuzungumza naye. Kuna ombi ambalo analo, lakini badala ya kumwamuru huyu Filemon afanye kile kitu ambacho yeye anaamini ni sahihi, anasema kwamba for the sake of love, kwa sababu ya upendo, ninataka ni appeal, nije ni kuombe ufanye, sio kwa kulazimishwa, bali ufanye kwa sababu ni kitu sahihi cha kufanya. Kwa mstari wa 10 anaendelea na hiyo appeal. Ombi gani hili ambalo Paulo anataka kumuomba Filemon? Anasema I appeal to you for my child. Hii for manake ni kwa niaba ya, ninakuja kukuomba, sio kwa ajili yangu, ila kwa niaba ya, anasema my child, mtoto wangu. Mtoto wa Paulo ni nani? Mtoto wa Paulo hapa anasema ni Onesimus. Utamkumbuka huyo Onesimus, tulimsoma kule kwenye ile series ya Wakolosai. Alikuwa ndio mmoja wa wale watu ambao watachukua barua hizi kwenda kwa Wakolosai, kuzipeleka huko Wakolosai. Tulijifunza kwenye ile series kwamba huyo Onesimus alikuwa ni mtumwa, ni mtumwa wa huyu Filemon. Kwenye nyakati hizo watumwa ni kama leo ukiwafikiria labda vijana ambao wanatusaidia kazi manyumbani. Wakati huu kwenye hizi nyakati za Warumi, mtumwa, kulikuwa na watumwa aina nyingi, lakini kuna wale watumwa ambao wenyewe ni wafanya kazi nyumbani. Anachokuja anafanya ni kwamba labda hana nyumba, hana kazi, hana chakula, hana vitu kama hivyo. Anakuja kwa mtu ambaye ni tajiri zaidi yake, kumwambia kwamba naomba nikufanyie kazi ili nipate sehemu ya kuishi, nipate sehemu ya kula na sehemu kama hizo. Onesimus alikuwa ni mtumwa wa Filemon. Na wakati huo hadi sheria na vitu vingine kama vilikuwa vinaisupport hii kitu. Utumwa huu ni tofauti na ule utekaji ambao baadaye Paulo atamwambia Timotheo kule kwenye waraka wa Paulo kwenda kwa Timotheo, atamwambia kwamba huu utekaji ni dhambi, ya? Kwa hiyo kuna hizo tofauti ambazo inabidi ziwekwe. Sasa hivi kwenye karne ya 21 tukifikiria utumwa, tunaufananisha na kuoanisha moja kwa moja na utekaji, kumteka nyara mtu pamoja na kumpeleka sehemu au kumfanyisha kazi ambazo yeye mwenyewe hataki kufanya. Kuna umuhimu wa kuweka hizo distinctions kidogo, kwamba nyakati ambazo tunaziishi ni tofauti sana na hizi nyakati za miaka ya 60 AD 60 ambazo kina Paulo walikuwa wanaishi. Kwa kwenye hii culture walikuwa wana watumwa, sometimes hao watumwa kwenye hizi Biblia zetu za leo, ili kuepuka kidogo hayo maneno ambayo yalikuwa yanatumika, utakuta wameandika neno kama bond servant, mtumishi wa kulipwa. Kwa mfano, huyu ndio Onesimus. Onesimus jina lake linamaanisha useful. Onesimus jina lake huko linamaanisha useful, mtu ambaye ana msaada. Is a useful person, mtu ambaye mwenye msaada. Kwa hiyo Paulo anamuita Onesimus my child. Kwa nini? Anaendelea kusema hapa, whom I have begotten. Kwamba huyu ni mtoto niliyemzaa. Begotten. Hili neno begotten ukisoma kwenye zile tafsiri kama za hizi za NAS au tafsiri za King James Version au New King James Version, utakuta Yesu anaitwa the only begotten son of God. Ni mwana pekee wa Mungu. To beget ni kama kuzaa au kutwaa au kufanya kuwa. Kwa Yesu ni mtoto, mwana pekee wa Mungu. Hapa Paulo anasema kwamba huyu Onesimus yeye amembeget. To beget ina maana kwamba yule ambaye anazaliwa anafanana au anafaana na yule ambaye amezaa. Wanakuwa wana asili moja. Ndio maana Yesu tunamuita Mungu, kwa sababu Yesu
ni mwana wa Mungu, kuwa mwana wa mtu fulani au kuwa mwana wa kiumbe fulani, basi anafanyika kuwa ni mnakuwa mna asili moja, mnakuwa mna share asili. Mwana na asili ya baba. Watoto ambao sisi tunawazaa leo hii wana asili ya wanadamu, ni wanadamu kwa sababu wamezaliwa na mwanadamu. Yesu ni Mungu kwa sababu amekuwa begotten of God. Ukisoma kwenye zile yale mabaraza ambayo walikuwa wanakaa, kwa mfano kwenye the Council of Nicaea, baadaye na Council of Chalcedon ya mwaka 415, tunaambiwa kwamba Yesu alikuwa ni begotten not made. Kuna distinction between kuumba pamoja na kuwa begotten. Huyu Yesu yeye alikuwa begotten not made. Hapa Paulo anatuambia kwamba yeye amembeget kwamba Onesimus was begotten by Paul. Ilikuwaje kwaje hii? Anachokisema hapa Paulo ni kwamba Onesimus sio kwamba amezaliwa kwamba Paulo amekuwa baba yake wa damu na nyama. Hapana, anasema kwamba Paulo ndio aliyemhubiria injili huyu Onesimus. Alimhubiria injili, na kwenye injili yetu tunaambiwa kwamba mtu akihubiriwa injili anazaliwa kwa mara ya pili. Anakuwa born again, anazaliwa upya, anazaliwa kutoka juu, born from above. Hichi ndicho ambacho Paulo anakiongelea. Anasema huyu Onesimus mimi nilimhubiria injili akafanyika kuwa Mkristo. Akaipokea injili, akampokea Yesu. Akafanyika kuwa kiumbe kipya. Hicho kiumbe kina asili moja na mimi. Hicho kiumbe ambacho kimezaliwa ni Mkristo kama mimi. Asili yangu ni Mkristo, asili yake ni Mkristo. Ndicho ambacho Paulo anakisema hapa. A child begotten of me. Alafu anatueleza lini ili zoezi lilitokea. Mwisho wa mstari wa 10 anasema kwamba in my imprisonment. Hilo neno imprisonment tafsiri yake in my bonds, kwenye pingu zangu. Wakati niko kwenye pingu, ina maana wakati amefungwa huko Rumi, Paulo alikuwa anaendelea kutangaza injili. Akamtangazia injili huyo Onesimus. Huyo Onesimus akampokea Kristo. Mazingira ya Paulo ni mazingira ambayo labda angekuwa ana haki yote ya kulalamika na kusononeka na kuwa mbishi na kuwa mlalamishi, lakini yeye alijua aliyemwamini. Ndicho anachomwambia Timotheo. Anasema kwamba mimi kazi niliyopewa ni kwenda kuitangaza injili kwa hawa wa Yunani, to the Gentiles. Kwa hiyo alichoenda kufanya, amehubiri injili hadi yupo gerezani. Na hilo ndio swali ambalo nataka nikuulize wewe Mkristo unayenisikiliza, who have you begotten? Ni nani umembeget? Ni nani ambaye umemleta kwa Kristo? Ni nani ambaye umemwambia kuhusu Kristo? Ni nani ambaye umeenda kumhubiria habari njema za Yesu Kristo ili aweze kuwa na hiyo neema ambayo wewe umepokea? Kwa sababu hii ndio kazi ambayo tumeitiwa. Kazi ambayo tumeitiwa ni kuendelea kufanyaje? To fill the earth, kwenda kwenye ulimwengu kote na kufanyaje? Kujaza ulimwengu na wana wa Mungu. Ndio the cultural mandate ambayo tumepewa. Wewe kama Mkristo, mimi kama Mkristo, tuna jukumu la kwenda kuzaa. Tuna jukumu la kwenda kujaza ulimwengu na Wakristo. Tuna jukumu la kwenda kuitangaza hii injili. Bwana wetu alisema, enendeni mataifa yote mkafanye wanafunzi, kiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na mimi nitakuwa pamoja nanyi hadi mwisho wa siku zote. Ni nani? Who have you begotten? Umemzaa nani? Kuna Mkristo ambaye leo anaweza akasema, jamani, mimi nimeokoka kwa neema kupitia imani katika Kristo, na namna ambavyo nimeisikia hiyo injili ambayo imekuja kunizaa kwa mara ya pili, kunifanya kuwa Mkristo, ni kwa sababu ya fulani, kwa sababu ya huyu hapa jamaa, kwa sababu ya huyu rafiki yangu, kwa sababu ya huyu mchungaji wangu, kwa sababu ya huyu mwalimu wangu, kwa sababu ya huyu bosi wangu, kwa sababu ya huyu mama yangu, kwa sababu ya huyu baba yangu, kwa sababu ya huyu mtoto wangu, kwa sababu ya huyu rafiki yangu. Kuna mtu ulimwenguni ambaye anaweza akasema kwamba nimekuja kuwa Mkristo ndio kwa neema ya Mungu kupitia imani katika Kristo, lakini Kristo alimtumia huyu mtu kuja kunileta nyumbani niwe mwana wa Baba. Who have you begotten? Amen.